rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiweka rekodi ya kuwa mwanamke wa kwanza kushika nyadhifa hiyo ya juu zaidi nchini Tanzania. Unajua kwenye uongozi. Juzi Jumapili tulikuwa na mtu mmoja kanisani pale. Tulikuwa tunapanga kubomoa jengo la kanisa, jenge lingine. Akasema hivi, kupiga gharama ikaja kubwa sana. Akasema tulijenge kwa miaka 5. Watu wakashtuka. Miaka 5 yote hiyo? Akauliza, hivi mnaujua mwaka? Sasa nimethibitisha. Unaweza usiamini leo Rais Samia ametimiza miaka 4. Would you believe it? 4 years. Kama juzi tu Fikiria kama ungekuwa umekaa hayo malengo ya kufanya jambo fulani ndani ya miaka 4. Maana yake leo ungelikamilisha. Kwa miaka 4 ya Dr. Samia leo. Dr. Samia Suluhu Hassan ametimiza miaka 4 akiwa madarakani kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa simulizi ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan inaanzia miaka mingi kidogo inaanzia miaka mingi kidogo. Watu wengi hawajui historia yake. Hawajui historia yake, lakini ukifuatilia kwa karibu, huyu ni rais aliyetabiriwa tangu mwaka 2006 na aliyekuwa mnajimu mkuu ama mnajimu maarufu zaidi Afrika Mashariki, Sheikh Yahya Hussein. Nakumbuka katika moja kati ya mikutano yake na waandishi wa habari wakati ule akitoa masuala ya kinajim, Sheikh Yahya aliwahi kusema mwaka 2006 hiyo kwamba baada ya vipindi viwili vya Rais Jakaya Kikwete, Tanzania itapata rais mweusi. Atakumchekeshaji sana, ila hatokaa sana. Na baada ya hapo ndo Tanzania itapata rais wa kwanza mwanamke. Sasa kwa wakati ule watu wote tulicheka. Na kuna ambaye alikuwa anaona huyo ikitimia. Na kuthibitisha hilo, Mwenyezi Mungu Bwana akamchukua mzee wetu huyo. Sheikh mwenyewe alifariki dunia mwaka 2011. Na miaka 10 baada ya kufariki dunia, kile alichokisema mwaka 2006 ndicho ambacho kilikuja kutokea. Sasa unajua kwenye unajimu baada ya hicho kutimia, watu wakarudi nyuma kuja kukumbuka maneno ya Sheikh Yahya Hussein wakati akitabiri ujio wa Rais Samia kama rais wa kwanza mwanamke nchini Tanzania mwaka 2006. Sasa 2006 wakati anatabiri hayo Sheikh Yahya, Rais Samia mwenyewe ndo kwanza yuko zake huko. Alikuwa ni waziri wakati ule. Alikuwa waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa rais, akishughulikia masuala ya muungano. Kwenye ofisi ya makamu wa rais wakati ule, akiwakilisha pia viti maalum kupitia Chama cha Mapinduzi kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na safari yake kisiasa wakati ule ndo kwanza ilikuwa na mwaka wa 6 tu, alianza mwaka 2000. Kwa hiyo haikuwa hata yeye mwenyewe hakuwa anajua Sheikh anachotabiri kama kinamhusu yeye moja kwa moja. Na miaka mingi baada ya Sheikh kutabiri, kwa maana 2006 hadi 2021, miaka mingapi? Miaka 6 mpaka 2021. 2000 ngapi? 2021. 2021. Miaka 5 11. Miaka 11. Kutoka mwaka 2006 hadi 2021. Miaka 15. 15. Mambo ya hesabu yashazalilika. Miaka 15 baadaye, baada ya utabiri huo, yakatimia katika ardhi hii iliyopewa jina la Kisiwa cha Amani, Tanzania. Hii ilikuwa inaitwa Bandari ya Salama, Tanganyika wakati huo. Kwa hiyo Rais Samia akawa rais wa awamu ya 6 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kifo cha aliyekuwa rais wa awamu ya 5 Dr. John Pombe Magufuli mwaka 2021, na siku na tarehe kama ya leo ndio aliapishwa rasmi. Sasa katika miaka 4 ya Rais Samia, bwana, kuna mengi ya kuyasema. Ukisema uzembe utachanganyikiwa hapa. Na bado unajua kuna mengine yanaendelea kufanya, kwa serikali bado inaendelea kuyatekeleza. Ila leo kwa kipekee nataka tuangalie sekta ya afya. Katika eneo la afya. Kwa nini unajua tumechagua sekta ya afya? Unajua wakati Rais Samia anaingia madarakani mwaka 2021, kulikuwa kuna shida kubwa. Nchi ilikuwa kwenye simanzi. Katika simanzi ambayo ilikuwepo wakati ule Rais anaingia madarakani, raia
wake wengi walikuwa wanapitia kipindi cha mkubwa cha msongo wa mawazo. Kwa matatizo ya afya ya akili yalikuwa makubwa zaidi. Ukifuatilia ripoti ambayo iliwahi kuchapishwa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC mwaka 2023 ilibaini kuwa matukio ya kujiua yaliongezeka kutoka matukio 35 mwaka 2022 hadi matukio 57 mwaka 2023 na ongezeko ilikuwa ni ongezeko la 60%. Wakati ripoti ya karibu ambayo ilifanyika wakati ule na ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG mwaka 2022 mwaka mmoja tu baada ya ilionyesha pia ongezeko la ugonjwa wa afya ya akili. Kwa mfano hospitali ya taifa ya akili ile ya Mirembe ilikuwa ikihudumia wagonjwa 3472 mwaka 2019 na idadi hiyo ikaongezeka na kufikia watu 5060 mwaka 2022 sawa na ongezeko la 31%. Kwa nchi ilipitia kipindi kigumu kuanzia kwenye eneo la afya ya akili. Lakini baada ya Rais Samia kuingia madarakani, hotuba yake ya kwanza bungeni aligusia kwa umuhimu mkubwa swala la afya. Kumbuka tulikuwa tumetoka pia kwenye janga la COVID. Tupo wakati huo rais anachukua nchi, tupo kwenye uviko 19. Na Rais Samia alihutubia bunge tarehe 22 Aprili mwaka 2021 akitoa matarajio mipango yake. Unajua katika hotuba ambayo alielezea dira yake kuelekea miradi mbalimbali ya maendeleo, lakini aligusia kwa umuhimu sekta ya afya. Sasa tujikumbushe kidogo alichokisema kwenye hotuba yake, alafu nitakujuza kwa undani kwenye sekta ya afya katika miaka ya Samia hii minne kunani. Kama mnavyofahamu kwenye miaka mitano iliyopita tumepata mafanikio makubwa ikiwemo kujenga vituo vya kutolea huduma za afya 1887 zikiwemo zahanati 1198, vituo vya afya 487, hospitali za wilaya 99, hospitali za rufaa za mikoa 10 na hospitali za rufaa za kanda 3. Katika miaka mitano hii tunayokwenda nayo mpaka 2025 tutaimarisha upatikanaji wa huduma za afya kwa kuendelea kujenga miundombinu, kuongeza watumishi, vifaa tiba, dawa na vitendanishi. Aidha, juhudi za kupunguza vifo kwa wajawazito na watoto zitaendelezwa. Waheshimiwa wabunge, huu ni mradi wangu wa moyoni kabisa. Nilipokuwa makamu wa rais, nilizindua kampeni ya Jiongeze Tuwavushe Salama ili kutilia mkazo uwajibikaji wa wadau wote katika kupunguza vifo vya mama na mtoto. Binafsi wanasikitika sana kuona kina mama wanakufa wanapojifungua kwa sababu ambazo zinaweza kuzuilika. Kampeni ile niliyoizindua imetusaidia kupunguza vifo vya kina mama kwa kiasi fulani. Aidha, tutaelekeza nguvu pia katika kinga na tiba ikiwemo kwa magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza ambayo yanasababisha vifo vingi na kugharimu serikali fedha nyingi. Tutaimarisha pia huduma za matibabu ya kibingwa na kuzipeleka huduma hizi kwenye hospitali za rufaa za mikoa. Tutaimarisha utoaji wa huduma za matibabu kwa wazee na tutaweka mipango maalumu kuhudumia makundi yenye magonjwa adimu. Tutaimarisha mifuko ya taifa ya bima ya afya ili kufikia lengo la kuwa na bima ya afya kwa Watanzania wote. Kwa sasa inasikitisha kuona kwamba ni Watanzania 8,224,000 peke yake 271 ndio wanaotumia bima, ambao ni 14% tu ya Watanzania wote. Vile vile tutahamasisha ujenzi wa viwanda vya kutengeneza dawa, vitendanishi, vifaa tiba pamoja na chanjo mbalimbali. Namsikia hapo Rais Samia huyo akizungumza bungeni wakati ule kwenye hotuba yake hiyo, na hii ilikuwa
ni siku jamani bwana zaika tena 2021 ndio kizungumza pale akitoa mwelekeo wake wa serikali yake katika hotuba hiyo ambayo ilibeba matumaini makubwa kwenye sekta ya afya. Sasa nataka niwapitishe katika hayo aliyoyasema na jinsi ambavyo serikali yake imetekeleza katika miaka hii 4 ya uongozi wake madarakani, hususan katika eneo hili la afya. Mambo kwa takwimu. Sawa. Hamna bra. Sawa. Sasa tuanzie katika eneo la ongezeko la vituo vya kutolea huduma za afya. Ambayo amesema ilikuwa moyoni mwake. Sawa. Tuanze hapa sasa. Idadi ya vituo vya kutolea huduma za afya wakati akiingia madarakani hii imeongezeka kutoka vituo 8549 mwaka 2021 hadi kufikia vituo 9660 mwezi huu March mwezi March kama huu mwaka 2024 ambayo ni sawa na ongezeko la vituo 1061 sawa na 12.4, ambao ongezeko hili sasa limewezesha 80% ya Watanzania kupata huduma za afya ndani ya kilomita 5 tu kutoka makazi yao. Yani sasa hivi umbali wa kutoka kwenye kituo cha afya ni walau wastani wa kilomita 5 ulipo makazi yako na kituo cha afya. Yale ndo makazi ambayo tuseme ni mbali zaidi. Kilomita 5. Kwenye eneo la uboreshaji huduma za uchunguzi kabla mwaka 2021 kulikuwa na mashine za MRI, unazijua zile? Nazijua. Mimi nishafanya sana MRI. Zilikuwa 7 pekee nchi nzima. Hadi kufikia mwezi Machi mwaka 2024 mashine mpya 6 zikanunuliwa na kufanya jumla mashine za MRI kufikia 13, ikiwa ni ongezeko la 85.7 katika eneo hilo. Kumbuka pia vile mashine zile za CT scan zimeongezeka kutoka 13 mwaka 2021 hadi kufikia 45 mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko la mashine 32 sawa na asilimia 24 asilimia zaidi ya 100, yani asilimia 246.2 toka kwa ukipiga calculation zile za kawaida. Mashine za digital x-ray wataalamu wanajua zinatumika mambo kidigitali zimeongezeka kutoka mashine 147 hadi kufikia asilimia hadi kufikia mashine 346 katika kipindi hicho, ongezeko la mashine 199 sawa na asilimia pia 135.4. Kwenye eneo la kuimarisha huduma za dharura na wagonjwa mahututi. Sasa hapa serikali imekamilisha ujenzi wa majengo 23 ya huduma za dharura wanaita EMD katika hospitali maalum za kanda na mikoa yote na majengo 66 kati ya 82 katika ngazi za halmashauri yamekamilika na yanatoa huduma tunavyoongea hivi sasa. Pia majengo 28 ya huduma kwa wagonjwa mahututi kwa maana ICU yamejengwa pamoja na mitambo 21 kuzalisha hewa tiba ya oksijeni. Moja kati ya shida kubwa wakati ule wa COVID ilikuwa ni kupata hiyo nini za oksijeni, mifumo ya upumuaji, mifumo kusaidia upumuaji. Kwa hiyo ikaja zikaongezeka hizo na mitambo 21 ikazalishwa kwa ajili ya kutengenezea hiyo hewa tiba ya oksijeni. Ongezeko la vitanda vya kulaza wagonjwa, idadi ya vitanda vya kulaza wagonjwa katika vituo vya kutolea huduma za afya nayo imeongezeka kwa kutoka 86,131 mwaka 2021 wakati Rais Samia akiingia hadi kufikia 126,209 mwezi Machi mwaka 2024, ikiwa ni ongezeko la vitanda 40,078 ambalo ni sawa na asilimia 46.5. Na pia katika upande wa ajira kwa watumishi wa sekta ya afya katika kipindi cha wastani wa miaka 3 ukitoa mwaka huu, takwimu za mwisho zinaeleza kuwa serikali iliajiri watumishi wa kada mbalimbali za afya 17,137, hatua ambayo inalenga pia kuboresha utoaji wa huduma hizo muhimu katika eneo la upande wa afya. Huko na mapinduzi sana. Kuna swali? Mimi swali sina. Ila nachoweza kukiona ndani ya miaka 4 ukijaribu kufuatilia tuna aina ya kiongozi ambaye ana vision fulani
Katika kila eneo ukitaka tuseme ukweli, Rais Samia ana maono fulani. Toka anapata hamu ya kufanya siasa, alipokuwa anataka kuingia kwenye siasa, hamu yake kubwa ilikuwa ni kwenda baada yeye alikuwa anafuatilia kupambania. Kuna mambo anataka kwenda kupambania. Unaona kama mbunge, alitaka kufanya kama mbunge, lakini alivyoingia akawa sehemu ya serikali, waziri. Kwa hiyo ikamuuma kwamba sasa tutapambanaje, inabidi nikaa. Lakini tafsiri yake ni kwamba kuna vitu vingi sana alikuwa anavielewa katika muktadha wa changamoto za wananchi. Amefanya kwenye NGOs. Unajua kwenye NGOs anafanya moja kwa moja na wananchi. Kwa hiyo kinachotokea ni sijui wanachukuaje ya maoni. Watu huwa wana doubt sana, wana mashaka sana na watu wanaomzunguka rais. Ukijaribu kuangalia ni maono mangapi ya rais yamezaa matunda. Kwa mfano, ameleta tume ya haki jinai. Imekuja na mapendekezo. Nini kinaendelea? Haki jinai, kuna haki jinai kweli kweli. Watu hawakamatwi ovyo ovyo. Kesi, mlolongo wa kesi kubwa haziendi kwa muda mrefu. Masuala ya upelelezi yanafanywa kazi. Kuna kesi moja tuliripoti hapa, yule mtoto Niasimwe somebody yule afanywa nani, inaenda muda, yani kuna kesi naona bado mwenendo wa kesi ni yule. Kiongozi wa nchi ana maono yapi? Watekelezaji wana maono yana gani? BBT, kiongozi wa nchi ana maono gani? Watekelezaji wa miradi kama BBT wana maono gani? Vijana BBT wako wapi? Wanafanya nini? Nani anatupa taarifa? Sawa juzi kaongea kwamba anatamani vijana wakae kwenye nyumba za bei nafuu. Mkakati ni upi? Yaani kuna vitu kimuona kama kiongozi, kuna vitu anataka viende. Ni mwanamageuzi. Mwanamageuzi fulani. Lakini who is there? Nani yuko pale kumsoma kwamba kocha wetu anataka mfumo wa 442? Hajatuambia tupaki basi. Sawa. Naye yeye kazi yake ni kuimplement. Yaani ni topu. Ushanifahamu? Yeye kazi yake ni kutoa mwelekeo. Kutoa hiyo dira, vision. Unaona? Mipango kazi mikakati. Ameunda kikosi cha rais kuchunguza masuala ya kodi. Kinaongozwa na Balozi Ombeni Sefue. Kiko wapi? Kinafanya nini? Feedback ni lini? Sawa. Kaunda tume kuchunguza magorofa. Kuna bei unacheka. Yaani mimi naweza kusema ni kwamba tuna aina kiongozi ambaye yeye anakaa anachora mifumo. Sam nikwambie kitu. Unajua mimi nikimtazama Rais Samia na mtazama na mfananisha na kiongozi mmoja ambaye alitokea China. Sawa China, unajua ukisoma historia ya China Abel, wana viongozi wengi, lakini viongozi wao watatu ambao nawaheshimu sana. Kuna Mao Zedong ambaye aliwapa uhuru, kuna Deng Xiaoping aliwafanya kuwa matajiri, alafu na Xi Jinping amefanya kuwa na nguvu. Viongozi watatu. Sasa alivyoingia Deng Xiaoping, ukisoma historia ya China, sawa kiongozi ambaye amewapa China utajiri ni Deng Xiaoping. Sasa ukiangalia falsafa za Mheshimiwa Rais, ni falsafa kama za Deng ambaye alizifanya mwaka 1978. Reform, kufanya mageuzi ya kiuchumi, mageuzi ya sekta za afya. Sawa kuichukua China sasa, kwa sababu China ilikuwa imejifungia miaka 30 na kuipeleka duniani, ukisoma historia ya Deng. Kwa ukimwangalia Mheshimiwa Rais ana falsafa kama zile za Deng. Sawa mageuzi ya kiuchumi. Leo kwa mfano hii diplomasia ya uchumi ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akipambania, mpaka kutengeneza filamu, watalii, kutumia masuala ya sports tourism, michezo, kuhamasisha hamasa. Hizi alizifanya Deng kutazama. Kwa ni kwamba sasa ni aina kiongozi ambaye ana mtazamo mkubwa sana kuhusu Tanzania. Sawa, hiyo ya kwanza. Lakini vile tafsiri yake ya mageuzi. Sawa, kuna sekta nimependa hapo Abeli takwimu ambazo umetuletea, sekta ya afya kutazama. Kwa masuala ya afya ya akili. Kwa maana kiongozi ambaye ana hiyo hamu kubwa na tamaa ya kuleta mageuzi kwa watu wa chini kabisa. Kwa sasa nafikiri kuna hoja ambayo umezungumza, umejenga. Nafikiri sasa lazima wasaidizi, watu ambao wanamtazama, wananchi, tuelewe huo mtazamo wake. Sawa na tuufuate. Jamani, mimi niliuliza
kuna mwenye swali kwenye sekta ya afya. Mimi ndo nileta mada mjadala mezani. Mwenyekiti akabadilisha mjadala wangu kwenye sekta. Unajua nilitoa tahadhari. Unajua swali liko hivi. Nikasema hivi. Swali liko hivi. Ngoja kwanza. Mimi nilisema hivi. Rais Samia miaka 4 kuna mengi. Ila mimi nataka niongelee sekta ya afya. Hasa hapa kwenye afya, ngoja nikwambie, tuliosema yanakwenda kuoana hapo. Juzi makamu wake wa CCM Mzee Wasira ametoa msisitizo tena, kasema watoto chini ya miaka 5. Hivi ni juzi jana Wasira kasema anataka watoto chini ya umri wa miaka 5 sawa wafanye nini? Watibiwe bure. Kwenye sekta afya si sahihi. Anataka wazee watibiwe bure. Kwani silipo? Ndicho ninachokwambia. Umemsikia huyu mzee kwanza alivyoanza. Ndicho ninachokwambia kwamba Sama alikuwa na maono. Umemsikia lakini kwenye nchi afya unaiweka namba ngapi? Afya kwenye nchi? Blaza. It's number 1 my brother. Unaelewa Afya ni mtaji. Tumeanzia kwenye mtaji kwanza. Kabla tupate maendeleo elimu, uchumi, nini tumegusia kwenye huo mtaji. Ndio maana nikakuchagulia afya. Sasa wewe mzee umetoka kwenye afya yangu ya afya, umeenda kwenye afya yako ya afya. Mimi na maana kwamba umekuja kwenye mjadala wa afya badala ya afya inayozungumzia mimi. Mjadala ni wa afya kweli. Sio